Karibuni sana wapendwa watazamaji wa chaneli ya Moyo wa Malezi. Leo tarehe 27 Agosti 2026 tunashuhudia hatua muhimu katika kulinda afya na maisha ya watoto wetu kupitia kampeni ya uzinduzi wa chanjo ya matone ya ugonjwa wa polio inayolenga watoto kuanzia miaka 0 hadi chini ya miaka 10. Uzinduzi huu uliofanyika katika mkoa wa Arusha na kuzinduliwa na Katibu Tawala wa mkoa wa Arusha unaleta ujumbe mmoja mkubwa kwa wazazi na walezi. Kila mtoto anastahili kulindwa dhidi ya magonjwa yanayoweza kuzuilika kwa chanjo. Polio ni ugonjwa ambao unaweza kuathiri maisha ya mtoto na kuleta changamoto kubwa. Lakini kwa ushirikiano wa wazazi, walezi, walimu, wataalamu wa afya na jamii kwa ujumla, tunaweza kuhakikisha watoto wetu wanapata kinga wanayohitaji. Katika video hii tunakupeleka katika matukio ya uzinduzi wa kampeni hii muhimu, kusikiliza ujumbe uliotolewa na viongozi pamoja na kuwakumbusha wazazi na walezi umuhimu wa kuwapeleka watoto wao kupata matone ya chanjo ya polio, kwa sababu mtoto mwenye afya ni tumaini la familia, jamii na taifa letu. Karibu sana, uendelee kutazama Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunajifunza, tunalinda na tunajenga maisha bora kwa watoto wetu. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado hujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako, kwa ajili ya mtoto wako na kwa ajili ya jamii nzima. Karibu sasa na tuanze. 1, 2, 3. Makofi mengi sana kwao tafadhali wakati wa kuzindua chanjo hiyo. Wazazi wa watoto hawa, wanafunzi, watumishi wengine, najua na walimu wote mpo hapa. Hamjambo jamani? Hamjambo. Mkoa na taifa kwa ujumla tupo kwenye zoezi hili muhimu la chanjo ya ugonjwa wa polio kwa watoto wetu. Chanjo hii ni kwa ajili ya kuzuia watoto wetu kupoza. Chanjo hii ni kwa ajili ya kuokoa rasilimali za taifa. Chanjo hii ni kwa ajili ya kuwanusuru watoto wetu ili wakue wakiwa na afya njema. Chanjo hii inakwenda kupunguza matumizi yasiyo ya lazima kwa ajili ya kutibu wale watu watakaopooza baadaye, kwa sababu tayari tutakuwa tumedhibiti. Kwa kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio leo tunaanza rasmi, na tunaanza rasmi, tutakwenda mpaka tarehe 31. Tunapoanza hii kampeni, watendaji wetu watakuja kwa ajili ya kutekeleza zoezi hili, na sisi wazazi, walimu na wananchi tufanye kazi ya kuhakikisha kwamba hakuna mtoto yeyote atabaki bila kuchanjwa. Viongozi wa dini, viongozi wa mila, wote tufanye kazi moja ya kuhakikisha kwamba watoto wote wanapata chanjo hii dhidi ya maradhi ya polio ya kupooza. Inawezekana baadhi ya watu wakawa na imani potofu dhidi ya chanjo hii. Inawezekana baadhi ya watu wakawaficha watoto. Inawezekana baadhi ya watu wakawaacha hata watoto walioko mitaani wasipate chanjo. Ndugu zangu, chanjo hii ni Mheshimiwa Rais mwenyewe kwa huruma zake na upendo wake na upole wake na Watanzania. Chanjo ni bure kwa watoto wote, hakuna gharama yoyote ambayo wazazi au mtoto anagharamia zaidi ya kupata chanjo kwa ajili ya kunusuru afya yake dhidi ya maradhi haya ya polio. Kwa hiyo kupitia hadhira hii
Niwasihi sana wana Arusha, wilaya zote za mkoa wetu wa Arusha kuhakikisha kwamba chanjo ya polio kila mtoto anaipata vilivyo. Wataalamu wamejipanga mkoa mzima na wilaya zote. Waheshimiwa wakuu wa wilaya wote wamejipanga kusimamia hili zoezi kuhakikisha kwamba linakamilishwa kwa ufasaha. Niwaombe sana wananchi, wataalamu wanapokuja kwa ajili ya zoezi hili tuwape ushirikiano mzuri, na niwaombe wakuu wa wilaya wote, makatibu tawala, wakurugenzi, simamieni vizuri na hakikisheni kwamba hakuna mpotoshaji yeyote ambaye anakuja kuwapotosha wananchi wa Tanzania na kuleta hasara kwa watoto wetu baadaye. Na kama kuna mtu anajitokeza, chukueni hatua za kisheria, kwa sababu huyu atakuwa ndio mbaya wetu kwa ajili ya watoto wetu. Kesho ya watoto wetu inajengwa leo. Kesho ya watoto wetu kiafya ili iwe bora inajengwa leo. Mtoto kumlea vizuri, ukampa afya ya matibabu bora, ukampa chanjo zote, baadaye atakuwa ni nguvu kazi nzuri kwa maendeleo ya taifa letu. Kwa kupitia hadhira hii niwasihi sana mkuu wa mkoa wetu CPA Amos Gabriel Makalla, Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan hawatatamani hata kusikia jambo lolote ambalo litakwenda kudhoofisha kasi hii na kusaidia na kuokoa kizazi chetu cha kesho. Kwa kuchanja kikamilifu, watoto wote wapate chanjo, na hata baada ya kumaliza hizi siku ambazo zimepangwa, ni vizuri wataalamu watapita tena kujiridhisha kama ni kweli hakuna mtoto hata mmoja ambaye ameachwa kuchanjwa chanjo hii ya polio. Na ninyi jamii, kuweni mabalozi, tuweni ushirikiano vyema kwa serikali ili kusudi tuwe na watoto, tuwe na nguvu kazi ya baadaye, tuwe na viongozi wa baadaye ambao hawana upoozaji, tuwe na viongozi ambao wana viungo ambao viko timamu. Tusiwe na viongozi ambao wamepooza, kwa sababu ni gharama kwa viongozi hao, lakini pili ni gharama kwa serikali kununua vifaa kwa ajili ya kuwatunza watu wa familia. Inawezekana kupitia chanjo hii ya polio. Kwa leo tunazindua rasmi zoezi hili, na mimi kwa niaba ya mkoa nitambeba mtoto hapa ili nishuhudie jinsi mtaalamu wa afya anavyomwekea matone haya kwa ajili ya kinga ya polio. Na ndiyo maana mimi katibu tawala wa mkoa Dr. Toba Nguvira niko hapa, tuko sambamba na mheshimiwa mkuu wa wilaya mwenyeji ndugu yangu Joseph Mkude, tuko na nasi hapa kina wataalamu wa wizara kuhakikisha kwamba zoezi hili linakwenda vyema. Na hakika mheshimiwa mkuu wa wilaya atapita kila vituo vingine kujiridhisha kwamba zoezi linakwenda vizuri. Wakati watoto wakisubiri kupata chanjo, furaha ilikuwa ikiendelea kutawala kwao. Walipata nafasi ya kucheza, kufurahi na kushiriki pamoja katika mazingira ya upendo na tabasamu. Chanjo sio tu kinga dhidi ya polio, bali ni hatua muhimu ya kulinda maisha na kuhakikisha kila mtoto anaendelea kukua akiwa na afya, furaha na matumaini ya kesho iliyo bora. Watoto wenye afya, taifa lenye matumaini. Wataalamu wa afya walishiriki kwa moyo mkubwa katika zoezi la utoaji wa chanjo ya polio kwa watoto. Kwa weledi na upendo, walihakikisha kila mtoto anayefika anapatiwa chanjo kwa usahihi. Walitoa huduma kwa utulivu, wakishirikiana na wazazi, walezi na walimu, huku wakitoa maelekezo na kuhamasisha umuhimu wa chanjo katika kumlinda mtoto dhidi ya ugonjwa wa polio. Ushirikiano wao ulikuwa sehemu muhimu sana ya mafanikio ya kampeni hii, kwani afya na usalama wa mtoto ni jukumu la kila mmoja wetu. Tabasamu la mtoto baada ya kupatiwa chanjo lilikuwa ushahidi kwamba juhudi za wataalamu hao wa afya zinaendelea kujenga kizazi salama na chenye afya. Furaha iliendelea zaidi baada ya watoto kupata chanjo ya matone ya polio. Watoto hawakuishia tu kutabasamu na kucheza pamoja, bali pia walipata nafasi ya kipekee ya kucheza na kufurahi pamoja na mgeni rasmi. Ilikuwa ni wakati wa upendo, ukaribu na furaha kubwa
uliowaacha watoto wakitabasamu na kufurahia tukio hilo. Hakika mtoto mwenye afya anastahili kucheka, kucheza na kuota ndoto kubwa. Wapendwa wazazi, walezi na jamii kwa ujumla, tunapofikia mwisho wa video hii, tukumbuke jambo moja muhimu: afya ya mtoto ni jukumu letu sote. Kila mtoto anayepata matone ya chanjo ni hatua moja zaidi kuelekea jamii yenye watoto wenye afya, wenye furaha na wenye nafasi ya kutimiza ndoto zao. Tusisubiri mtoto aumwe ndipo tuchukue hatua. Tuchague kinga, tuchague afya na tuchague maisha bora kwa watoto wetu. Wazazi na walezi, tujitokeze kwa wingi na kuhakikisha watoto wanaostahili kupata chanjo hii muhimu wanapata. Kwa sababu leo tunapomlinda mtoto dhidi ya polio, tunakuwa tunalinda kesho yake. Na tunapolinda watoto wetu, tunakuwa tunajenga taifa lenye nguvu na matumaini. Asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja na Moyo wa Malezi. Kama unaamini kila mtoto anastahili kukua akiwa salama na mwenye afya, usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii ili ujumbe huu uwafikie wazazi na walezi wengi zaidi. Moyo wa Malezi, tunajali, tunalinda na tunajenga kesho ya watoto wetu. Tukutane tena kwenye video inayofuata. Asante na Mungu akubariki sana.